Upepo mkali wa mvutano umevuma kutoka Washington hadi Beijing, ukibeba ndani yake harufu ya ubinadamu, hofu na mikakati ya kimkakati inayoweza kubadili historia ya dunia. Rais wa Marekani Donald Trump amejikuta katikati ya dhoruba aliyoiwasha mwenyewe, vita dhidi ya Irani ambavyo sasa vinaingia wiki ya 3 huku vikianza kuonyesha dalili za kugeuza mzigo mzito wa kisiasa, kijeshi na kiuchumi. Katika hatua inayozua mshangao na maswali mengi, China, mpinzani mkuu wa kimkakati wa Marekani, imechagua kukaa pembeni. Mlango muhimu zaidi wa usafirishaji wa mafuta duniani, Strait of Hormuz, umefungwa kwa kimvuli cha vita. Meli zimekwama, soko la mafuta limechafuka na dunia imeanza kuhisi mtikisiko wa kiuchumi. Katika hali ya kushangaza, Washington imelazimika kugeukia Beijing ikiomba msaada, lakini jibu lililokuja halikuwa la moja kwa moja, bali la diplomasia na lenye uzito wa kimkakati. China, chini ya uongozi wa Xi Jinping, imetoa kauli ya tahadhari na badala ya hatua, wito wa kusitishwa kwa mapigano, kuepuka kupanda kwa mzozo na kulinda uchumi wa dunia. Lakini nyuma ya maneno hayo ya amani, wachambuzi wanaona mchezo mkubwa zaidi ukiendelea. Wataalamu wa siasa za kimataifa wanasema hatua ya Trump kuomba msaada kutoka China ni ishara ya jambo kubwa zaidi, yaani kuporomoka kwa dhana ya nguvu isiyopingika ya Marekani. Ali Waini wa International Crisis Group anaonya, na hapa namnukuu, hatua iliyolenga kuitisha hofu kwa Beijing sasa imefichua udhaifu wa Washington. Marekani haiwezi hata kufungua Hormuz peke yake, inalazimika kumgeukia mpinzani wake mkuu. Mwisho wa kunukuu. Ni kauli nzito, kauli inayobeba ndani yake taswira ya taifa linalopambana si tu na adui wa nje, bali pia na matokeo ya maamuzi yake yenyewe. Kwa China, hali hii inaweza kuwa zaidi ya kimkakati isiyotarajiwa. Badala ya kuingia vitani au kusaidia moja kwa moja, Beijing imechagua njia ya utulivu, ikijijenga kama mpatanishi, huku ikiacha Marekani ikitazama zaidi katika mzozo wa Mashariki ya Kati. Wakati huo huo, China imeonyesha uso wa kibinadamu kwa kutuma msaada wa dharura kwa Irani kupitia mashirika ya kibinadamu, ikilaani vikali mashambulizi dhidi ya raia, hatua inayoongeza ushawishi wake wa kidiplomasia katika eneo hilo. Ziara iliyokuwa ikisubiriwa kwa hamu kati ya Trump na Xi Jinping, iliyopangwa kufanyika mwishoni mwa mwezi Machi, sasa imeahirishwa. Rasmi pande zote mbili zinasema bado zinaendelea kuwasiliana, lakini ukweli uliopo nyuma ya pazia ni tofauti. Vita imebadili vipaumbele. Kwa Washington, haiwezekani kwa kiongozi mkuu kusafiri nje wakati nchi iko vitani. Kwa Beijing, kucheleweshwa kunatoa muda wa kuchunguza, kupima na kupanga hatua zinazofuata. Katika kile kinachoonekana kama mabadiliko ya kimkakati, Marekani imeanza kuhamisha rasilimali za kijeshi kutoka Asia kwenda Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na wanajeshi na mifumo ya ulinzi wa makombora. Hatua hii imeibua hofu miongoni mwa washirika wa Marekani barani Asia. Je, Washington imeanza kupoteza mwelekeo wake mkuu? Zach Cooper wa American Enterprises Institute anaonya kuwa hali hii inaweza kudhoofisha imani ya washirika wa Asia kwa Marekani na kumpa China nafasi ya kuimarisha ushawishi wake bila kupambana. Katika uwanja huu wa kimataifa, si risasi pekee zinazopigwa, ni mikakati, ni diplomasia na subira. Marekani chini ya Trump imeingia vitani kwa kasi, lakini sasa inajikuta ikihitaji msaada kutoka kwa mpinzani wake mkuu, yani China. China kwa upande wake imechagua kusubiri, kuangalia na kuvuna faida za kimkakati bila ya kumwaga damu. Na hii ni Shehena Media. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare